الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الصادق الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، leo hii usiku wa tarehe 15 ya mwezi wa Jumada Thania mwaka 1447 Hijria, sawa na tarehe 5 ya mwezi wa 12 mwaka 2025 Miladia, mwanzo kabisa wa daura hii sharia iliyoanza jioni ya siku hii ya Ijumaa. Leo hii ni hisa ya pili, ambapo ni muhadhara ulio na unwan muamalatu ahli al-ahwa'i wal bid'ah. Ahlu sunna wal jamaa wanaamiliana vipi na watu wa bid'ah? Muhadhara umewekwa unwani hiyo. يقول الله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. leo nimewakamilishia nyinyi dini yenu na nimekamilisha kwenu neema zangu na nimeridhia kwenu Uislamu kuwa ndiyo dini ya haki. Aya hii ya 3 ya suratul Maida ndefu. Kipande hiki cha aya, يقول الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره تفسير القرآن العظيم، قال رحمه الله: هذه أكبر نعم الله تعالى على هذه الأمة. hii ni neema kubwa katika neema za Allah subhanahu wa ta'ala kwa ummati huu. qala haythu akmala Allah ta'ala lahum dinahum, wakati Allah alipowakamilishia umma huu dini yao, fala yahtajuna ila dinin ghairi, hawahitaji dini nyingine isiyokuwa hii, wala ila nabiyin ghairi nabiyihim, wala hawahitaji mtume mwingine isipokuwa mtume wao Muhammad salawatullahi wa salamuhu alayhi. قال رحمه الله: ولهذا جعله الله تعالى خاتم الأنبياء. وهي الله سبحانه وتعالى amemjalia mtume huyu ndio mtume wa mwisho. Waba'athahu ila al-insi wal jinn, akamtumiliza mtume huyu kwa watu na majini. Fala halala illa ma ahalla, hakuna halali isipokuwa aliyoihalalisha. Wala harama illa ma harrama, na hakuna haramu isipokuwa aliyoiharamisha. Wala dina illa ma sharaa, hakuna dini isipokuwa hii aliyoiweka yeye. Waqala: wa kullu shay'in akhbara bihi fahuwa haqqun wa sidqun, kila jambo alilolielezea Mtume sallam ni haki na ni kweli. La kadhiba fi, hakuna urongo. Kama qala ta'ala: watammat kalimatu rabbika sidqan wa adla, yamekamilika maneno ya Mola wako kwa ukweli na kwa uadilifu. Intaha kalamu Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala fi hadhihi al-aya. Al-Allama
Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah katika tafsiri yake ya hii, tafsiri yake Taysirul Karimir Rahman fi tafsiri Kalamil Mannan, qala walihadha kana alkitabu was-sunnah kafiyain kull alkifaya fi ahkamid din usulihi wa furu'ihi. Kwa hiyo Qur'ani na hadithi ni tosha, zinatosheleza kutosheleza kote katika kuelezea hukumu ya dini hii, misingi yake na furu'i zake. fakullu mutakallifin yaz'umu annahu la budda linnas fi ma'rifati aqaidihim wa ahkamihim ila ulumin ghairi alkitabi was-sunnah min ilmi al-kalami wa ghairihi fahuwa jahilun mubtilun fi da'wah. Anasema al-Allama Sa'di rahimahullah, kila anayejikalifisha kwa kudai kwamba watu lazima ili wajue itikadi zao na hukumu zao lazima wapate elimu nyingine isiyokuwa elimu ya Qur'ani na hadithi katika elimu za kibid'a na nyinginezo, anayedai hivyo huo ni jahil, ni mjinga, mubtilun fi da'wahu, yuko batil katika madai yake, hayana ukweli wowote. Qad za'ama anna ad-din la yakmulu illa bima qalahu wa da'a ilayhi, huyo anadai kwamba dini hii haikamiliki isipokuwa kwa aliyoyasema yeye na aliyoyadai yeye. Wa hadha min a'zami adh-dhulmi watajhili lillahi wa rasuli, hii ni katika dhulma kubwa na kutomjua Allah na mtume wake. Maneno ya al-Allama Sa'di rahimahullahu ta'ala. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala ameshaikamilisha dini hii kabla hajafa mtume sallallahu alaihi wasallam kwa siku kadhaa. Sababu wasema maulama, mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya aya hii hakuishi muda mrefu sana, kwa sababu tayari dini ameshaikamilisha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa muislamu ni kufuata tu, asizushe. Allah subhanahu wa ta'ala akiamrisha kufuata aya nyingi, Allah subhanahu wa ta'ala anawaamrisha waislamu wamfuate yeye na mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya'a qalilan ma tadhakkarun, fuateni mlioteremshiwa nyinyi kutokana na Mola wenu na msifuate badali ya Allah wapenzi wengine. Qalilan ma tadhakkarun, ni uchache mnavyokumbuka. Allah subhanahu wa ta'ala akiamrisha waislamu kwamba dini hii ni ya kufuata, si ya kuzusha. Pia Allah subhanahu wa ta'ala ametukataza kufuata njia ambazo zinasababisha kufarikiana na kutofautiana. Faqala ta'ala wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u as-subula fatafarraqa bikum an sabilihi dhalikum wasaakum bihi la'allakum tattaqun, hii ni njia yangu iliyonyooka, ifuateni, msifuate njia nyingine. Wala tattabi'u subul, msifuate njia nyingine zikakufarikisheni na hii njia yake. Hilo nyinyi Allah anawahusia ili mpate kuwa na takwa. Kadhalik Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha tukubali kila alilotuletea mtume sallallahu alaihi wasallam, kila alilotuamrisha mtume tulifanye, na kila alilokatazana kutukataza mtume tuliwache. Faqala ta'ala wama ataakumur rasulu fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu, alilokuleteeni mtume lichukueni mlifanye, alilokutukatazeni nalo liwacheni. Mtume sallallahu alaihi wasallam akatukataza uzushi,
na mambo ya kuzua katika dini. فقال صلى الله عليه وسلم في وصيته لأصحابه أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا. na wahusia nyinyi kumcha Allah na kumsikiliza kiongozi hata kama ni mtumwa wa Kihabeshi. والسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا. na wahusia kumcha Allah na pia na wahusia kumsikiliza na kumtii kiongozi wenu, wa in kana abdan habashiyan, hata kama ni mtumwa wa Kihabeshi, hivyo hivyo mnatakiwa mumsikilize na mumtii kiongozi. fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kathira fa alaykum bisunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin. Hakika atakayeishi katika nyinyi baada yangu ataona tofauti nyingi za watu. fa alaykum bisunnati, shikamaneni na sunna zangu, wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di, pia shikamaneni na sunna za makhalifa waongofu wenye kuongozwa. adhu 'alayha bin nawajid, ziumeni sunna hizo kwa magego. wa iyyakum wa muhdathati al-umur, na tahadharini na mambo yenye kuzushwa. fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah, kila lenye kuzushwa ni uzushi na kila uzushi ni upotevu. wa fi sahihain min hadithi Aisha radhiyallahu anha qalat qala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa radd. wa fi riwaya man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa radd. Mwenye kuzusha katika dini yetu hii jambo ambalo halimo, jambo hilo linakataliwa, halikubaliwi. Huu ni mwenye kuzusha. wa fi riwaya man amila, mwenye kufanya amali yoyote ambayo haiko katika dini yetu, amali hiyo pia inakataliwa, haikubaliwi. As-sahaba radiyallahu ta'ala anhum walikuwa wanapinga vikali masala haya ya bid'a, ya kuzusha katika dini, na masahaba wanaamrisha kufuata sunna za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Abu Abdurrahman Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu يقول اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم, fuateni msizushe mmeshatoshelezwa. ittabi'u wala tabtadi'u faqad kufitum, fuateni msizushe mmeshatoshelezwa. Dini hii imekamilika kila kitu, sheria zake, ibada zake, aqida, manhaj, muamala, kila kitu kimekamilika. Wajibu wetu ni kufuata tu, hatuna haki ya kuzusha mambo tukayaongeza idha katika sheria au katika ibada au katika muamala. Kila kitu kimekamilika, kwa tunaamrishwa sisi tufuate, tusizushe. ويقول ابن مسعود رضي الله عنه إنا نقتدي ولا نبتدي ونتبع ولا نبتدع. inna naqtadi wala nabtadi, sisi tunafuata, hatuanzishi mambo. Wanattabi'u wala nabtadi'u, na tunafuata, hatuzushi. Hawa ni masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam wanaotuamrisha kwamba dini hii ni ya kufuata, si ya kuzusha. Qala inna naqtadi wala nabtadi ونتبع ولا نبتدع ولن نضل ما تمسكنا بالأثر. hatutapotea muda wa kwamba tunashikamana na athar, hadithi za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Huu ulikuwa ni mukaddima wa maudhui hii
ya muamalati ahli albid'i wal ahwa. Ahlu sunna wal jamaa wanaamiliana vipi na hawa wazushi waliozusha katika dini, wakaongezea katika dini? Ahlu sunna wanaamiliana nao vipi watu hawa? Ni waislamu lakini wazushi, wamezusha wakaongeza katika sheria hii ya Allah subhanahu wa ta'ala na dini yake, wakaongezea. Ahlu sunna wal jamaa wana muamala gani na watu hawa? Kwanza kabisa, ahlu sunna wamewafikiana kuwatahadharisha waislamu na hawa wazushi. Wamewafikiana ahlu sunna wal jamaa kuwatahadharisha waislamu na hawa wazushi. قال الإمام الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: إن لله عز وجل ملائكة يطلبون حلق الذكر فانظر مع من يكون مجلسك لا يكون مع صاحب بدعة فإن الله تعالى لا ينظر إليهم. الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى سمع الله عز وجل أنا ملائكة wanatafuta vikao vya kutajwa Allah. Yatlubuna hilaqa dhikr, wanatafuta vikao wanavyotajwa Allah. Fandhur ma'man yakunu majlisuk, angalia nani utakayekuwa naye, nani atakuwa katika majlisi yako, wewe utakana nani. Angalia wale utakaokaa nao katika hizo hilaqu dhikr. La yakunu ma'a sahibi bid'ah, mtu asiwe pamoja na mtu wa bid'a katika hilaqi hizo. Mtu akiwa mahali asiwe pamoja na mtu wa bid'a. Fa inna Allaha la yanzuru ilayhim, kwani Allah hawaangalii watu wa bid'a. Fa inna Allaha la yanzuru ilayhim, kwani Allah azza wa jalla hawaangalii watu wa bid'a. ثم قال رحمه الله: وعلامة النفاق أن يقوم الرجل ويقعد مع صاحب بدعة. علامة za unafiki ni mtu kusimama na kukaa pamoja na mtu wa bid'a. وعلامة النفاق أن يقوم الرجل ويقعد مع صاحب بدعة, ni mtu kusimama na kukaa na watu wa bid'a. Huyu ana unafiki, huyu ana alama za unafiki. Hii yote ni tahadhari ya mtu kukaa na watu wa bid'a. Kwa ni katika alama za unafiki mtu kusimama na kukaa pamoja na mtu wa bid'a. Thumma qala: wa adraktu khiyara an-nas kullahum ashabu sunnah wa hum yanhauna an ashabil bid'a. Wa adraktu khiyara an-nas, nimewadiriki watu bora. Kullahum ashaba sunnah, wote hao ni watu wa sunna. Wa hum yanhauna an ashabil bid'a, na wote hao wanakataza watu wa bid'a kukaa na watu wa bid'a. Kwa watu wa sunna, ahlus sunna wanatahadharisha mtu wa sunna kukaa na mtu wa bid'a. Nafsi ya kukaa naye mtu wa bid'a, qala fa inna Allaha la yanzuru ilayhim, Allah hawaangalii watu wa bid'a kwa jicho la huruma. Sisi huku tunaona mambo ya bid'a, baadhi ya watu wanaona mambo ya bid'a ni mambo madogo madogo tu, tofauti ndogo ndogo tu baina ya ahli sunna na ahlul ahwai wal bid'a, ni vitu vidogo vidogo tu. Hawa wanasoma maulidi, hawa hawasomi maulidi, kwa ni vitu wametofautiana tu, ni hitilafu tu zaki, sio kitu kidogo, sio kitu kidogo, bali kwa mbali baina ahli sunna wa ahli al-ahwai wal bid'a. Kwa tahadhari hii ya maulama wa sunna kutokaa na mtu wa bid'a, mtu ajitahidi asikae na mtu wa bid'a. Akikaa na mtu wa bid'a, huu ana alama ya unafiki. Wa alamatu nifaq an yaquma ar-rajulu wa yaq'uda ma'a sahibi bid'a.
Nini maana ya kusimama na kukaa naye? Ni kwamba mtu anazungumza naye, akiondoka naye anaondoka, wakikaa wanakaa pamoja. Mtu wa bid'a. Wewe mtu wa sunna utakuwaje rafiki yako ni mtu wa bid'a? Itakuwaje? Mtu wa sunna wa vipi wewe? Kwamba rafiki yako ni mtu wa bid'a, unakula naye, unacheka naye, unatembea naye. La yakunu sahiba sunna hadha. الإمام أبو عثمان الصابوني رحمه الله قال: واتفقوا مع ذلك على القول بقهر أهل البدع وإذلالهم وإخزائهم وإبعادهم وإقصائهم والتباعد منهم ومن مصاحبتهم ومعاشرتهم والتقرب إلى الله عز وجل بمجانبتهم ومهاجرتهم. أسمى واتفقوا أهل السنة وموافقيانا maneno haya ya kukaa mbali na watu wa bid'a na kuwadhalilisha watu wa bid'a na kuwafedhehesha na kukaa mbali nao, pia na kutosuhubiana nao na kutengamana nao na kujiweka karibu kwa Allah bimujanabatihim wa muhajaratihim, wa kujiepusha nao na kuwagura watu wa bid'a. Ni katika taqarrubu ila Allah, katika taqarrubu ila Allah mujanabatu ahli albid'a wa muhajaratihim. وقال أيضا أبو عثمان الصابوني رحمه الله قال: ويبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه ولا يحبونهم ولا يصحبونهم. wanawachukia ahlus sunna wal jamaa, wanawachukia watu wa bid'a waliozusha katika dini mambo ambayo hayamo katika dini. wala yuhibbunahum, na hawapendi wala hawasuhubiani nao, wala yasmauna kalamahum, na hawasikilizi maneno yao, wala yujalisunahum, na hawakai nao, wala yujadilunahum fi ddin, hawajadiliani nao katika masala ya dini. wayarawna sawna adhanihim an samai abatilihim, wanaona kuhifadhi masikio yao na kusikiliza batili zao. Ahlus sunna wanaonelea kuhifadhi masikio yao na kusikiliza batili za watu wa bid'a, allati idha marrat bil adhan wa qarrat fil qulub dharrat wajarat ilaiha min alwasawis. Anasema ahlus sunna wanaonelea kuhifadhi masikio yao na kusikiliza batili za watu wa bid'a, batili ambazo zinapopenya katika masikio na kutulizana katika nyoyo zinadhuru na kuletea wasiwasi, wal khatarati alfasida, na mawazo mabaya katika nyoyo. Batili za watu wa bid'a, mtu anapokaa akasikiliza zile klipu zao, akasikiliza durusi zao, yale maneno ya batili yanapenya katika masikio na kutulizana katika moyo wa mtu. Sasa kutoa zile batili katika moyo ni jambo gumu sana. Kutoa batili zao na zile tashwishi zao na talbisati zao ni vigumu kutoa katika moyo wa mtu. Alqulubu dhaifa, wanasema maulama, alqulubu dhaifa, nyoyo ni dhaifu. Washubahu qattafa, shubah zinampora mtu akida yake nzuri kumpeleka kwenye itikadi mbaya. Idhan wayarawna sawna adhanihim an samai abatilihim, ahlus sunna wanaonelea kuhifadhi masikio yao na kulinda masikio yao na kusikiliza batili za hawa watu wa bid'a, ambazo zikipenya katika masikio na zikatulizana katika nyoyo zinadhuru, zinaleta madhara na zinaharibu. Qala wa fihi anzala Allahu ta'ala: wa idha ra'aita alladhina yakhudhuna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudhu fi hadithin ghairi wa imma yunsiyannaka ash-shaytan
فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. يستدل بهذه الآية الإمام أبو عثمان الصابوني akatoa istidlali ya maneno haya yake kwa aya hii. Allah anasema ukiwaona wale wanaoingilia katika aya zetu fa'arid anhum, waondokee. Ukiwaona watu ambao wanazichezea aya zetu, hawa waondokee mpaka waingilie katika mazungumzo mengine. Wa imma yunsiyannaka shaitanu, ikiwa shetani atakusahaulisha ukae nao, fala taqud ba'da dhikra ma'a alqaumi adh-dhalimin, ukikumbuka usikae na hao watu wa madhalim. Watu wanazichezea aya za Allah, ahlul bid'ah wanachezea aya za Allah, wanazitolea dalili kinyume cha makusudio ya Allah azza wa jalla. Hiyo uliona wapi kwamba ni dalili ya maulidi aya ya Allah subhanahu wa ta'ala ya suratul ahzab? ماذا يقول الله سبحانه وتعالى؟ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبب مولدها hii ni kuchezea aya za Allah moja kwa moja, ni kuchezea aya za Allah subhanahu wa ta'ala. Aina almaulid fi hadhihi alaya? Mtume ndiyo mfasiri wa kwanza, mbona hajafasiri kwamba aya hii ni dalili ya maulid, masahaba fanyeni maulidi? Aliyefasiri kwanza Qur'ani nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hawa wanazichezea aya za Allah subhanahu wa ta'ala. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. maneno haya yote dalili yake ni hii, wanaharibu nyoyo za watu, hususan watu ambao hawajui kitu, hawasomi, wanaharibu nyoyo zao hawa watu wa bid'a kwa sababu ya kuchezea aya za Allah na kuzifasiri wanavyotaka wao. Hawafasiri kama anavyotaka Allah subhanahu wa ta'ala, na tafsiri za masahaba hawaangalii, wanaangalia hawa za nafsi zao na kufasiri maneno ya Allah kwa sababu ya hawa zao na bid'a zao. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah قال أبو علي حنبل بن إسحاق ابن حنبل كتب رجل إلى أبي عبد الله رحمه الله كتابا يستأذن فيه أن يضع كتابا يشرح فيه الرد على أهل البدع، وأن يحضر مع أهل الكلام فيناظرهم ويحتج عليهم. Anasema mtu mmoja alimwandikia Imamu Ahmad Abu Abdullah rahimahullahu ta'ala barua, anamuomba ruhusa aandike kitabu, halafu awarudi hawa watu wa bid'a, kisha wa an yahdhura ma ahli albid'a ahli alkalam, ahudhurie pamoja na hawa watu wa bid'a, afanye nao mujadala, awatolee hoja, akae nao afanye nao mujadala watu wa bid'a. Fakataba ilayhi Abu Abdullah al-Imam Ahmad, akamwandikia kumjibu barua yake. Faqala bismillahir rahmanir rahim, ahsana Allahu aqibataka wa dafa anka kulla makruhin wa mahdhur. Qala alladhi kunna nasma'u wa adrakna alayhi man adrakna min ahli al-ilmi أنهم يكرهون الكلام والجلوس مع أهل الزيغ، وإنما الأمور بالتسليم والانتهاء إلى ما كان في كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا في الجلوس مع أهل البدع والزيغ لترد عليهم. الإمام أحمد akamjibu hivi, akamwambia tuliokuwa tukisikia na tukawadiriki tuliowadiriki katika ahlul ilm ni kwamba wanachukia kuzungumza na kukaa na watu wa bid'a,
وإنما الأمور بالتسليم والانتهاء إلى ما كان في كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. mambo yote ni kujisalimisha na kukoma kwa yale yaliyokuwa katika kitabu cha Allah Qur'an au hadithi za mtume wake sallallahu alaihi wasallam, la fil julusi ma ahli albid'a wazayg litarudda alayhi, sio kukaa na watu wa bid'a ili uwarudi, fa innahum yulabbisuna alayka wa hum la yarji'un. Wao watakutatiza, watakufanyia talbis wala hawatarejea. Ukikaa na watu wa bid'a ukijitia kwamba wajadiliana nao, watakufanyia udanganyifu wewe, wala hawatarudi katika bid'a zao, hawataacha bid'a zao. Sikuna watu walifanya mijadala, mahizbi walifanya mijadala na watu wa bid'a, halafu hatimaye nini? Watu wa bid'a wako vile vile na madufu yao vile vile na kurukaruka barabarani. Ilisaidia nini mijadala hiyo? Haijasaidia kitu, bali wana shubha nyingi wanaziingiza. Wale watu wanaosikiliza wengine wanaingia upande wao, wanaelewa, wanatoa shubha nyingi mpaka wale wasikilizaji wale pia pengine wengine watawafuata wao kwa shubha wanazozitia. Haifai kukaa na watu wa bid'a ukajadiliana nao, haifai. Qala fasalamatu insha Allah fi tarki mujalasatihim wal khawdhi ma'hum fi bid'atihim wa dhalalatihim. Kwa usalama insha Allah ni kuacha kukaa nao. Usalama ni kuacha kukaa nao na kujiingiza katika maswala yao na kuwasikiliza. Huu ndio usalama. Al-Imam Rabi'u Sunnah Sheikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali rahimahullah katika risala yake Al-Mawqif as-Sahih min ahli al-bid'ah qala rahimahullah falhadhar min ahli al-bid'ah wa bughdhuhum wa hijranuhum wa muqata'atuhum huwa as-sabilu as-sahih lihimayati al-asihha'i min ahli as-sunnah min al-wuqu'i fi fitnatihim watasahuli maahu. Sheikh Rabi rahimahullah asema hii kuwatahadhari watu wa bid'a na kuwachukia na kuwagura na kuwakata ndiyo njia sahihi ya kuwahami wale waliosalimika katika itikadi zao ambao ni ahlus sunna, kuwahami na kuingia katika fitna zao na kufanya tasahul pamoja na hao watu wa bid'a. Kuwatahadhari na kuwachukia na kuwagura na kuwakata hawa ndiyo njia sahihi lihimayati al-asihha min ahli sunna min al-wuqu'i fi fitnatihim watasahuli bihim. Kisha anasema wa husnu dhanni bihim warukunu ilayhim huwa bidayatu tariqi dhalali wal inhiraf. Ile kuwadhania vizuri hawa watu wa bid'a na kuwategemea watu wa bid'a, huu ndio mwanzo wa njia ya kupotea watu na kupotoka. Ukiona watu wajiita ni ahlus sunna na nini, sasa hivi wanakaa nao na kujadiliana nao na kuzungumza nao na kucheka nao. Mitandaoni mnawaona watu wanajiita ahlus sunna, mahizbi wanajiita ahlus sunna, sasa hivi wanakaa na mubtadi'a makhurafi na kucheka nao. Naam. قال تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. Isiwategemee hawa mkawashika mkashikamana nao hawa waliodhulumu ukakupateni moto. Kwa ahlus sunna wal jamaa wanatahadharisha waislamu kuwasikiliza, licha ya kukaa nao, kuwasikiliza watu wa bid'a, kusikiliza mihadhara yao, kusikiliza durusi zao. Hizo durusi zao ziko wapi basi? Hizo durusi zao ziko wapi? Durusi zisizo na tauhid na kukataza ushirikina ni durusi hizo. Da'wa gani wanafanya hawa? Wanafanya da'wa gani hawa? Kama da'wa haina kuamrisha watu tauhid na kukataza ushirikina, hiyo si da'wa. Hii da'wa yao hao ni kuamrisha bid'a tu. Fanyeni maulidi, soma maulidi, ndio da'wa yao. Ukisikiliza utasikiliza nini hao? Wasikiliza mihadhara yao, utasikiliza nini katika mihadhara yao?
Idhan haifai kuwasikiliza watu wa bid'a. Ahlus sunna wanatahadharisha. Muamala wa ahlus sunna kwa watu wa bid'a ni kutahadharisha waislamu, licha ya kukaa nao, kuwasikiliza. Haifai kuwasikiliza. Thaniyan alhajr, pili ni hajr, kuwagura watu wa bid'a. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah anasema sahha anhu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam annahu hajara Ka'b ibn Malik wa sahibayhi radiyallahu anhum lamma takhallafu an ghazwati Tabuk wa dhaharat ma'siyatuhum wa khifa alayhim an-nifaq fahajarahum wa amara al-muslimina bihajrihim hatta amarahum باعتزال أزواجهم بغير طلاق 50 ليلة إلى أن نزلت توبتهم من السماء. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله akitoa dalili ya hajr, kuwagura hawa watu wa bid'a, anasema imesihi hadithi ya Mtume sallam kwamba alimgura Ka'b ibn Malik na wenzake wawili ambao hawakushiriki katika vita vya Tabuk. Mtume sallam akawagura, akawaamrisha masahaba wawagure, wawafanyie muqata'a biduni salam wala kalam. Ka'b ibn Malik na wenzake wawili, kina nani? Hilal ibn Umayyah wa Murara ibn Rabi'. Hao watatu hawakushiriki katika vita vya Tabuk. Mtume sallam akenda na masahaba wengine, wao wakabaki pale Madina. Lakini aliporudi Mtume sallam, kisa chao ni kirefu, hao wakamfuata Mtume sallam. Wa mwanzo kabisa Ka'b ibn Malik akamfuata Mtume, akamwambia ukweli kwamba mimi ya Rasulullah sikuwa na udhuru wowote, nilijitayarisha nikachukua silaha zangu, mnyama wangu kuja na nyinyi Tabuk, lakini ilitokea aji, sikuwa na udhuru wote, sikuwa mgonjwa, sikuwa lolote, bali tu ilimpata ajzi, sikwenda katika vita. Hatimaye najaona msharudi nyinyi. Akaulizia, siji kuna wengine wenzangu kama mimi? Akaambiwa ndio, wapo wenzako wawili hawa, Hilal ibn Umayyah wa Murara ibn Rabi'. Mtume sallam akawafanyia muqata'a na akawaamrisha masahaba wawafanyie muqata'a biduni salam wala kalam. Kisa kirefu, mpaka akawaamrisha wawaondoe wake zao, wawarudishe kwao. Ka'b ibn Malik akauliza yule aliyeletewa salamu hizo kutoka kwa Mtume, tuwaondoe, tuwaache, tuwape talaka au vipi? Ambaye msiwape talaka, warudisheni tu kwao, mbaki peke yenu katika nyumba zenu. Adhabu nyingine aliyowapa Mtume sallam hawa masahaba watatu, hajr. Dalili ya hajr ni hadithi hii ya Mtume sallam, mpaka iliposhuka toba yao kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akawasamehe hawa masahaba watatu kwa ukweli wao. Aliwasamehe kwa ukweli wao, walisema kweli, wakamwambia Mtume hatukuwa na udhuru wote, kwa sababu wanafiki walitoa udhuru. Wanafiki wengine wanasema sisi wagonjwa, sisi hivi, wanafiki. Lakini wao walimwambia Mtume ukweli kwamba sisi hatukuwa na udhuru wote, wakakubali adhabu hii waliopewa na Mtume za siku 50. Siku ile 50 wakaambiwa watengeni wake zenu mwarudishe kwao, mpaka iliposhuka toba ya Allah azza wa jalla, akawasamehe masahaba hawa watatu, wakarudi katika taa ya Mtume sallam, wakarudi katika kuzungumza na Mtume na wenzao. Hii ndiyo dalili ya hajr. Kwa hiyo hawa waliogopewa unafiki, ndio maana wakafanywa hajr. Waliogopewa pengine ni wanafiki, sababu wanafiki walikuwa hawashiriki katika vita. Wanafiki walikuwa wakiswali, wakitoa sadaka, mambo haya, lakini vita katu ilikuwa hawendi.